Huwa mnazungumza huko ambapo mnakaa kwenye vijiwe, mnatambiana mitandaoni, mnatambiana kwa upande wa tuzo mwezi huu, na kwa maana mwezi uliopita, mwezi Septemba, kwenye ligi kuu. Wewe umepokeaje kwa Hamad Ally kuwa kocha bora na Djigui Diarra kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba? Siwezi kujua atumia vigezo gani kumpa mtu tuzo kwa kocha bora, lakini ukiangalia kwa namba kama alivyochambua hapa Wakanda, unaona kabisa kwamba Gamondi alikuwa anastahili kuchukua ile tuzo kwa sababu ameshinda mechi 2, amepata point 6, pia timu yake inacheza kwa uwezo mkubwa. Ni kocha ambaye unaona anastahili kuchukua tuzo ya mwezi huu, lakini sasa ndio huwezi kujua ametumia vigezo gani, na ligi yetu tunaijua wenyewe. Tuzo inaweza ikatoka hapa ukashangaa imekuaje. Sasa sijajua, labda wanaangalia labda kocha mwenye mvuto zaidi, inawezekana pia labda litakiwa na Simba Sport Club, pia inaweza pia ikawa sababu. Unajua Simba ni klabu kubwa. Ndio. Kama Simba inakutolea jicho na kukutaka, tayari thamani yako ishapanda. Kwa hata inawezekana pia ni kigezo. Kama umetakiwa na Simba, kwa nini usiwe kocha bora wa mwezi? Bandana sasa akashaanza kuvuruga. Hasijavuruga. Ndio maana nimekwambia ukiongelea namba. Kwamba yani ukiongelea namba sasa. Gamondi anastahili kwa kocha bora wa mwezi, si ndio? Ndio maana akasema siwezi kujua bana wanatumia vigezo gani. Ndio maana inawezekana pia kwa sababu Simba tulihusisha pia kumtaka yule, na inawezekana labda kama umetakiwa na klabu namba 5 Afrika, wewe ni kocha bora wa mwezi. Aya, huyo ni Mandala amechambua kwa upande wake, anaona kwa maana Hamad Ally kachaguliwa kuwa kocha bora na wa mwezi Septemba kwa sababu ilikuwa anahusishwa kwenda kutimkia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa Miguel Gamondi nilikuwa natazama mechi yake moja, amecheza away dhidi ya KMCFC, lakini pia nyingine amecheza nyumbani dhidi ya kikosi cha Mashujaa. Na miongoni mwa vigezo ambavyo walivizungumza pia hapa katika ufafanuzi wa tuzo, walisema Hamad Ally ameweza kuchukua tuzo hiyo kwa kuvuna alama 4 nje ya uwanja wake wa Meja General Isamuhyo pale Mbweni, ambapo timu hiyo inapatikana. Mechi za ugenini, mimi kwangu, na kama nilivyosema awali wa Star, tuzo za nchi kuna sehemu huwa nilishazipotezea maana, kwa sababu moja, huwa kuna vigezo ambavyo havi make sense. Yani wewe kwa sababu umeshinda away, mtu aliyeshinda alama nyingi kuliko wewe inakuwaje hawi bora kwa sababu tu ulicheza away ukachukua alama 4? Hii nchi alishawahi kupewa tuzo ya mchezaji bora kipa ambaye hajadaka, yani dakika 90 yupo uwanjani. Ni man of the match. Yes, ndio nasema hiyo tuzo ya man of the match. Alishawahi kupewa kipa ambaye dakika 90 hajadaka shuti lolote lile. Kwa hiyo kwangu mimi hizi tuzo nikiziangalia, inawezekana kabisa mtu akahisi Mandala anafanya jokes, lakini kuna muda kwa namna tuzo zinavyotolewa, kwa jokes ambazo tunaziona kwa hichi ambacho kinatoka mwishoni, yawezekana hata wao huo wanafikiria hivi kwamba labda kocha tumpe kwa heshima in terms of labda kuna kigezo kingine ambacho huo wanakitafuta, either kwenye kumvaluate kocha, na maanisha kwenye kumthaminisha kocha and so on. Lakini kwenye matokeo kwangu mimi it's more of umeshinda nini baada ya wewe kwenda huko away na kukaa nyumbani. Hamad Ally haijalisha amecheza wapi hizo mechi zake, mtu aliyekusanya alama 4 hawezi kuwa bora kwa aliyekusanya alama 6. Yani hiyo haiwezi ku make sense popote pale. Okay, Wakanda anaendelea kuchambua na kusema kwa upande wa kocha bora. Unajua kuna kitu nilikuwa nakifuatilia hapa, ndio kuhusiana na Gamondi. Gamondi mara mwisho anafukuzwa Yanga, aliondoka akiwa na adhabu. Okay. Yes, kuna kashikashi tokea mechi yao dhidi ya Singida ambayo ilipigwa Zanzibar. Ile ya Zanzibar. Na kwenye barua bodi ya ligi ya tarehe 14 Novemba 2024 ndio kulikuwa na adhabu hapo ya kukosa michezo 3. Okay. Na fine ya shilingi milioni 2. Sasa hiyo adhabu ya kukosa michezo 3, mbona amesimamia michezo 2? Ndio maana nasema kwa hiyo au kanuni imebadilishwa. Hata hivyo Nsajigwa bado, kwa sababu adhabu hajaitumikia popote. Kwa sababu Nsajigwa hata hiyo changamoto inakuja wapi? Huyu Gamondi wao wamemconsider kwenye tuzo. Yani Gamondi amefika finali. Yani kati ya wale watu watatu ambao wanatakiwa kushinda tuzo, Gamondi kafika. Inawezekana kuna hoja hapo umezungumza nzuri sana, labda hakustahili kweli kusimamia kwenye benchi la ufundi kwa sababu ana adhabu. Na kumbuka Yanga walilimwa fine ambayo sijui kama walishalipa, inawezekana walishalipa sababu TFF hajawahi kutoka wakisema wanawadai. Yanga alimwa fine, Gamondi akafungiwa hizo mechi 3. Mechi 3 zote za msimu
kasimamia Miguel Gamondi, 2 ambazo Singida amecheza Miguel Gamondi kazisimamia. Kwa hiyo kusema kwamba hajashinda tuzo kwa sababu ana adhabu ambayo, kwa nini ulimuingiza katika kinyang'anyiro? Mtu kafika mpaka kwenye kinyang'anyiro cha kuwania hii tuzo. Hapo unachambuaje Msajigo? Hapo uchambuzi sina. Haya, tuwasikilize wa Tanzania wanazungumza nini kuhusiana na hiki ambacho kipo hapa mezani, wana Afrika Mashariki, kwa kile ambacho kipo hivi sasa. Lakini pia tunakwenda kutazama kuziangalia timu 4 ambazo zinaiwakilisha Tanzania katika michuano ya CAF, kwa maana ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Tumewaona wananchi wamecheza mechi 2 za ligi kuu, lakini pia wamecheza mechi 2 za ligi ya mabingwa. Mnyama Simba pia akacheza mechi 2 za ligi kuu, mechi 2 za ligi ya mabingwa. Azam FC ameshacheza mechi 2 za ligi kuu na mechi 2 za kombe la shirikisho. Kadhalika kikosi cha Singida Black Stars nao tayari wamecheza mechi 4 na 2 za kimataifa, 2 za ligi ya hapa nyumbani Tanzania. Kwa vile ambavyo tumewatazama walivyopambana kwenye hatua ya awali ya michuano ya CAF na hizi mechi 2 za ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, unawaona wakienda kufanya bato na makocha wengine katika michuano ya kimataifa, na katikati ya mwezi huu hapa watarudi tena kwenye michuano ya CAF kutafuta nafasi ya kwenda katika hatua makundi, ligi ya mabingwa sambamba na kombe la shirikisho. Kwanza nimeona ratiba yao. Wapinzani ambao watacheza nao katikati ya mwezi Oktoba kuanzia tarehe 17 hadi 19, mechi za mkondo wa kwanza. Ndio. Simba ana safari ya kwenda Eswatini kwa Nsingizini Hotspurs. Wakati Yanga ana safari ya kwenda Malawi kwa Silver Strikers, na Singida yeye ni Burundi kwa Flambeau du Centre. Wakati Azam yeye ana safari ya kwenda Zanzibar kwa KMK. Azam anavuka maji hapa. Ukiangalia hiyo ratiba, ni ratiba nyepesi kwa kutokea kwa timu za Tanzania. Ni kweupe kabisa. Si wakosea heshima wapinzani wao, lakini nikiangalia uwezo wa hizo timu zetu za Tanzania na hao wapinzani wanaokutana nao kwenye level ya ubora, kuna gap kubwa sana, timu zetu ziko mbali. Kuhusiana na uwezo wa kuvuka au kutovuka, mimi naamini kwa asilimia zaidi ya 75 Simba na Yanga wanaweza kuvuka. Kwa nini? Saizi Simba na Yanga kuna kitu ambacho wako nacho cha ziada, na moja ya kitu ambacho ziada wako nacho ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Inawezekana timu isicheze vizuri sana, lakini kwa sababu tuatina mmoja mmoja ukajikuta timu inaweza kusogea mbele. Simba amemtoa Gabriel United, lakini Simba mchezo wote miwili hakuwa timu bora kiwanjani. Gabriel ndio ambao walicheza vizuri mchezo yote miwili, na hata mtu ambaye alikuwa anaangalia ingetokea Gabriel anashinda ungekuwa hakuna story. Lakini kwa nini Simba alifanikiwa kuvuka? Kwa sababu individuals mmoja mmoja mchezaji ana wachezaji wengi wazuri kuliko Gabriel. Mechi ya kwanza mpata bao moja la elimu panzo dakika za mwanzoni, baada hapo akafanikiwa kuzuia mpaka mechi inamalizika akapata ushindi. Mechi ya pili hivyo pia amelazimisha sare hapa kwenye mechi ambayo possible Gabriel angeweza kushinda, lakini bado wao wakaweza kupata sare na wakaweza kusogea mbele. Kwa hiyo ni factor ya kwanza ambayo hapo nayo. Hii factor inakupa guarantee hata ambapo mwalimu anazidiwa kimbinu na mwalimu mwingine, lakini mchezaji mmoja mmoja tu anainuka anaweza kuamua mchezo. Ndio maana Fadlu analia sana issue ya X factor, mchezaji mwenye sifa za ziada, kwa sababu anajua kuna mchezo mwingine za kukutana ukakuta siku hiyo wewe kama mwalimu ushazidiwa kimbinu. Siku hiyo labda timu yako haichezi vizuri, lakini kuna mtu mmoja tu anaweza kaamua mechi yako, na kuna wachezaji kaza anaweza kaamua mchezo, ambao hao wana viwango vizuri kuliko wachezaji wengine. Leo hii ukiwachukua Yanga, timu waliokuwa nao ile, hata kama siku hiyo mwalimu labda hajana plan nzuri sana, lakini against Silver Strikers inakuwaje? Hapa tangu msimu umeanza tumekuwa tukipiga kelele na mashabiki wangu wamekuwa wakipiga kelele kwamba timu yao haichezi vizuri, timu yao namna gani vipi, lakini mechi zote hizo hakuna ambao mechi Yanga ameweza kupoteza wala kuruhusu bao. Ndio. Kwa hiyo inakupa picha kwamba hawa wapinzani ambao wanakutana watu wa hizi, si lazima Yanga paka yako kwenye kiwango bora sana ndio aweze kushinda. Si lazima Simba yako kwenye kiwango bora sana ndio aweze kushinda. Kwa maana nasema hawa mimi kwangu kwa zaidi ya 75 wana nafasi ya kusogea. Kwenye issue ya Azam na Singida, Azam imekuwa ni watu wa matukio sana. Ni watu ambao washakuwa na timu nzuri huko nyuma na wakatolewa na timu za kawaida tu. Binikiwa hapo na kina Kipre walitolewa hapa na kina Bahida. Timu ambayo ilikuwa kila mtu anaona kabisa hapa Azam anaenda tu inafuata. Ndio. Licha ya kutoka slogan za kutosha, lakini bado hakufanikiwa. Kwa hawa mimi nasubiri paka nione watafanya kitu gani, kwa sababu KMK ni mpinzani wa kawaida kwa Azam, lakini anaweza akafanya jambo lote kwa timu ambayo ina wachezaji wazuri lakini ambao hawapo tayari kwa ajili ya kushindana. Shida moja kubwa kwa Azam ambayo mimi nimekuwa nikiona siku zote, ni timu ambayo wachezaji mmoja mmoja
sidhani kama wanakuwa wamehamasika kutaka mchezo kama vinakuwa kwa timu nyingine. Yaani Azam mfano ile sare ya juzi ya JKT, lakini ukiangalia sura za wachezaji wa Azam ni kama hakitokea chochote kawaida. Na hiko ambacho unakizungumza Nsajigwa ndio kitu ambacho kimepelekea mpaka nikaweka hiyo mada mezani. Umezungumza Azam kuhusiana na kocha wao na aina ya wachezaji na aina mpinzani walionayo. Lakini kumbuka Azam wao wanahitaji kuvunja rekodi yao na kufika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Kwa upande tukitazama kile ambacho kimetokea kwa JKT Tanzania, si dharau Azam ama si wadharau JKT kwa maana JKT, lakini pia kama hapa kwenye michuano ya ndani wameshindwa kupush kwenye uwanja wa Meja General Samoyo na kupata alama 3 kwa timu ambayo inahitaji kufanya vizuri katika msimu huu, wanaweza wakaenda kubato kimataifa ambako watu huwa wanatumia hata opportunity moja ambayo wanaipata kuweza kutengeneza nafasi ya kusonga mbele zaidi na kupambania mataji. Ndio maana kwenye maelezo yangu mwanzoni pia nimetenga Simba na Yanga nimeweka kivyao, afu Azam na Singida nimeweka kivyao kwa sababu moja hapo ni hiyo tu ya Azam, namna gani ambavyo wamekuwa wakiishi. Ni timu ambayo ukiangalia wachezaji wako wanavyocheza sometimes huoni kama ni watu ambao wana matanio makubwa sana, na hata ikitokea matokeo ni mabovu pia huoni reaction yoyote ambayo inakuja. Sasa kuelekea mechi yao na hao KMK, ndio maana siwezi mimi kujimaliza kwamba niwape nafasi kubwa au niwapunguzie, kwa sababu mpinzani ambaye anakutana naye ni mpinzani ambaye ni wa kawaida. Anaweza akaleta surprise, lakini sio kwenye daraja ambalo alikuwa labda Al-Hilal au APR msimu uliopita, kwamba yes ni mpinzani wa pili kwa Azam, kwa maana Azam anamzidi ubora. Huyu endapo Azam labda akicheza chini ya kiwango anaweza akampa mpinzani na akamtoa. Inapokuja issue ya KMK bado huna hizo gas. Inawezekana Azam siku akaenda kacheza kawaida, lakini bado akafanikiwa kumfunga KMK. Kwa upande wa Azam mimi siwapi nafasi kubwa sana, wala siwapunguzie nafasi. Nasubiri tu nione atafanya nini, kwa sababu mko ni watu wa matukio karibu kila kukicha. Kwenye issue ya Singida ni mgeni kwa mashindano. Sawa, tutarejea hapo kwa Singida Black Stars, lakini wananchi pia wanakwenda kimataifa na kocha gani, na kwa maana za chini kama ambavyo umesikia wana Afrika Mashariki. Simba kocha wao ana uzoefu na michuano ya kimataifa. Tunakuja kutazama hapo. Kumbuka hii ni wiki ya huduma kwa wateja, na tukutakie na kukushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji wa EATV, na kukushukuru kwa kile ambacho umekuwa ukikipata kutokea hapa na kuzifuata huduma zetu kila siku. Na katika wiki hii hapa ya kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, Vodacom inaendelea kusherehekea miaka 25 ya kukuhudumia Mtanzania na Mwanaafrika Mashariki ambao wanatufuatilia, na shukrani za dhati kwa wateja wetu wa mtandao super wa Vodacom. Tupo nawe tena na tena, na popote ulipo Tanzania kuna mawakala wa M-Pesa na maduka kila kona kuhakikisha huduma ipo karibu yako. Na wiki hii tutazindua maduka mengine pale Ubungo sambamba na Mbagala Dar es Salaam. Na kwa wateja ambao hawasikii, wateja ambao wasiosikia, kuna huduma maalum ya dawati la wasiosikia, na watoa huduma wetu wenye weledi wa kutumia alama za vidole watakuhudumia vizuri kabisa. Lakini kwa huduma kama kurudisha muamala na kupata token ya luku ni rahisi sana. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 kisha namba 8 ukachagua jihudumie. Na kwa mawasiliano nasi unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenda 100, na wakati wale wanaotaka kuchat WhatsApp unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0754 100 100, au kwenye mitandao yetu ya kijamii @Vodacom Tanzania pote Instagram, Facebook, X unaweza ukatupata hivyo. Na kwa elimu ya huduma na bidhaa zetu unaweza kutembelea www.vodacom.co.tz kisha ubofye kitufe cha VodaTube. Na Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Na tuende kwenye mapumziko mafupi, tutakuja kutazama hapo namna ambavyo timu za Tanzania zinakwenda kwenye hatua ya pili ya